Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, namna ambavyo ameweka utaratibu mzuri sana kwenye swala la mbolea ruzuku, na ametoa fedha nyingi sana kuwawezesha wakulima, tena hata yule ambaye kwa muda huo anatamani kusema kwamba mimi sina fedha ya kutosha kununua ruzuku hii ya mbolea, bado Mheshimiwa Rais kupitia Wizara ya Kilimo amewekeza sana kwenye sekta hiyo. Na ukija katika wilaya yetu hii ya Longido, tunayo maeneo ambayo kwa kweli wakulima wetu wanapata fursa ya kulima vizuri sana. Mfano kata yetu ya Kamwanga, kata ya Olmolog, lakini ukienda Ngaranaibo, kuna sehemu kidogo Mundarara, lakini ukienda Lang'ata Dabash, ukaenda mpaka Ilolioni Torosiro kule, unakutana na wakulima wanapata mahindi ya uhakika. Sasa eneo la Kamwanga na Olmolog wamekwenda mbali zaidi, wanatumia mbolea ruzuku. Sababu ruzuku inawapa matokeo makubwa na mazuri. Tumejionea mtu anayelima hekari moja bila kuweka ruzuku ya mbolea, kwa maana ya mbolea bila kuweka mbolea ambayo hii ipo na tumepewa kwa sababu ya kuongeza thamani ya mazao yetu. Kilimo chako kinakuwa na tija. Mtu akilima bila kuweka mbolea, hekari moja ana uwezo wa kupata magunia 5 ya mahindi, lakini anapotumia mbolea ile anapata magunia zaidi ya 15 mpaka 20. Manake ameadd value kwenye kilimo chake. Kuna kitu amekiongeza pale. Na mpaka ikifika wakati wananchi wenyewe wanaanza kuuliza, jamani, mbolea ije kwa wakati. Na sisi kwa sababu TFC ipo na inasimamia swala la usambazaji wa mbolea bila shaka yoyote, na ndio maana wananchi wetu wana furaha na wana faraja. Hata msimu ambao umepita huu wa kilimo 2025-26 wametumia mbolea vizuri kwa wakati, na sasa wameshafanya maandalizi ya kutosha kwa sababu wana uhakika TFC ipo na inawasimamia vizuri. Wanapata mbolea popote wanapotaka mbolea iletwe, inaletwa. Madam wananchi wale wameelimishwa na wanajua, wamejiandikisha katika kupata namba ya upatikanaji wa wao kwenda kupata hiyo mbolea, na wanatumia fursa ile ile. Sasa najua kuna watu vishoka na watu wasiopenda mambo mazuri kwa wakati serikali inaposimamia. Wako wafanyabiashara wengine wenye nia ovu, wanapita huko na kule kwenda kuwadanganya wananchi kwamba mbolea ruzuku haipo, mbolea ruzuku imepotea, ama mbolea ruzuku ina changamoto. Nataka niwahakikishie mbolea ya ruzuku inaotolewa na serikali, na Mheshimiwa Rais anatoa fedha nyingi kuwasaidia wakulima kulipa baadhi ya fedha ili wananchi hao wapate mbolea kwa wakati. Mbolea ipo. Kwa hiyo muhakikishe kwamba wananchi wangu mbolea ipo, serikali inawasimamia kwa niaba yenu kuhakikisha hakuna kishoka, na mimi nipo kwa niaba ya Mheshimiwa Rais kwenye wilaya yangu hapa Longido, nipo nikiishi na nyie wakulima. Olmolog, andaeni mashamba vizuri, Kamwanga andaeni mashamba vizuri. Tunakuja Ilolioni to huko, tunakwenda mpaka Lang'ata Dabashi, watu wa Kitumbeine, tarafa ya Kitumbeine, tarafa ya Ngaranaibo, wale ambao wako tayari kwa ajili ya kulima msimu huu, wala msipate shaka. Msimu wa 26-27 tuko tayari kuwafikia mahali mlipo. Nina imani kwamba mbolea hii ambayo imethibitishwa kwa magredi, leo kama ungeenda kwenda kutafuta mbolea ya kilo 50, badala ya kwenda kutoa fedha zaidi ya 135,000, wewe unakwenda kutoa 90,000 tu, ambayo inakusaidia kwenda kuweka kwenye mashamba yako vizuri. Lakini kilo 25 ungeweza kwenda kupata karibu 63,000, lakini unaenda kupata kwa 43,000 tu, unapata, unakwenda kusambaza kule na unaitumia vizuri. Tumieni fursa hiyo ili muweze kuongeza kipato chenu, muendeleze familia, wanaosomesha watoto, unaotaka kuongeza jambo lingine, kwa sababu kilimo kitakuwa kimekupa tija. Huu ndio wakati, na hata hawa wanaosimamia upande wa TFC watawafikieni muda mfupi kuanzia sasa, ili hitaji lako, unahitaji mbegu mbolea kilo ngapi, na mbolea hiyo unayohitaji kilo zako, ukiwa na kilo nyingi, na imani tutakufikishia mpaka eneo ambalo wewe hutapata shida namna ya kuipata. Na wale wengine ambao unahitaji kwa kiasi yako, maeneo mtaelekezwa kwenda kuipata jirani na sehemu unaofanyia shughuli zako za kilimo. Kwa hiyo ni watoe hofu. Swala la kilimo, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
ameliwekea kipaumbele, kwa sababu kilimo sasa hivi ni kilimo biashara. Watu walizoea kusema ukilima mahindi ujue sasa wewe ni mahindi kwa ajili ya kula tu. Leo unaweza kuona magari yanapishana, yanakuja kuchukua mahindi, yanapeleka nchi za jirani. Kama sisi hapa, unakwenda nchi ya jirani hapa Kenya, unapeleka Uganda, unapeleka Somalia. Kwa hiyo unaweza kuona hata magari hapa yanayopitisha mazao, chakula kwa maana ya mazao, ni magari ya kutosha. Sisi kwetu ni fursa. Hata ungekuta kuna magari 500 yamebeba mahindi, yamebeba mtama, sisi kwetu ni fursa kwa taifa letu, kwa sababu tunapeleka nchi ya jirani badala ya kutoka nchi ya jirani kuleta. Ina maana sisi tumeongeza thamani ya kilimo chetu kutokana na utumiaji wa mbolea iliyoelekezwa. Kwa hiyo msiache, tumieni mbolea kwenye kilimo, si kwenye mahindi tu. Hata kama unalima mtama, unalima maharage, sisi tunalima viazi mviringo upande wetu huku kwetu Kamwanga, Olmologi na maeneo mengine kwa wilaya ya Longido. Kila unachotamani kukilima, wataalamu wapo. Ndio maana leo wako maafisa kilimo kila kata wakikuelimisha namna bora ya kuweka mbolea kwenye shamba lako ili upate tija kwenye kilimo.